Kamishna, wakati mwingine kumekuwa maneno mtaani kwamba huu mtandao wa biashara za dawa za kulevya kuna wakati unawahusisha watu wakubwa. Nikisema watu wakubwa nafikiri unaelewa. Unahusisha watu wakubwa. Umewahi kukutana na mtihani wa namna hiyo? Suala kama hili kwenye dawa za kulevya ziko aina mbalimbali za kufanya ile biashara. Kuna wanaofadhili ambao ndio hao mnawaita watu wakubwa, watu wenye nafasi zao na kadhalika. Wale hauwezi kukutana anaingia moja moja kwenye ile biashara. Lakini kuna wale wafanya biashara wakubwa ambao wanafadhiliwa, ambao wanafanya ile biashara. Lakini kuna wale wadogo ambao ndio wauzaji sasa, wanapokea na kuanza kusambaza maeneo mbalimbali. Sisi ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na hilo, kwa sababu wale wadogo tushawakamata, wale wafanyabiashara wakubwa tushawakamata, hawa wanaofadhili lazima kuwe na kitu kinachoitwa digital, lazima forensic, ili kuwaunganisha. Anaweza hagusi dawa, lakini ili yeye na yeye aingie kwenye kesi, kuna kitu kinaitwa forensic. Sasa sisi sasa hivi tumeanzisha kitengo cha forensic, na sasa hivi tunaendelea kuimarisha kupata mitambo mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba wewe kama unafadhili dawa za kulevya, lazima tukuunganishe kidigitali, tukuunganishe kiteknolojia. Wewe unahusika vipi na huyu mtu mkubwa tuliyemkamata wa dawa za kulevya? Wewe si unafadhili. Kwa hiyo kuna hiyo teknolojia ambayo sasa hivi tunaifanya, na tutahakikisha kwamba kama kuna mtu yoyote mkubwa ambaye wanajiita wakubwa hao, kwa sababu kwenye sheria hakuna mtu mkubwa, yes, tutahakikisha hata kama una nafasi gani tutakukamata. Na hili tunaliimarisha, na hivi sasa hivi kuna baadhi ya maafisa tushawateua, watapata mafunzo maalum kwa ajili ya kusimamia hicho kitengo cha forensic. Watahakikisha kwamba tunawaunganisha sasa kidigitali. Yaani kwa sababu katika kufanya ile biashara hauwezi ukafanya blindly kwamba eti hata siku moja hutawasiliana na yule mtu, hata siku moja hutaongea na yule mtu, hata siku moja ile fedha yako uliyotoa unaitoaje, unaipataje. Kwa hiyo sasa ndio hiyo science, teknolojia. Abaini red flag hapo. Mkibaini red flag amekamatwa. Kwa hiyo sasa hivi hilo tu wakae tayari. Kama kuna mtu yeyote anafanya hiyo biashara, kama kuna mtu yeyote anafadhili hiyo biashara, kwa hiyo tutoe wito kwao. Awe ni mkubwa kiasi gani, kwa sababu kwenye sheria hakuna mkubwa. Tutahakikisha tunamkamata, na sisi tuna mamlaka ya kukamata mtu yoyote, ili mradi sheria, ushahidi na unathibitisha kwamba huyu anahusika kwa jambo hili. Kwa hiyo hilo linakuja, na sidhani kama kuna mtu atapona kwenye hilo, na tunahakikisha hili tunalisimamia kwa nguvu zote, ili kuhakikisha kwamba tunalifanikisha mapema na hicho kitengo kinakamilika mapema, ili tuanze sasa kuunganisha watu kidigitali kuhusiana na biashara ya dawa za kulevya. Sawa. Nimeona mara kadhaa mkitaifisha mali za wale waliokamatwa, lakini nimeona mara kadhaa mkiteketeza dawa hizi baada ya kuzikamata. Ni kwamba kila mnayokamata mnateketeza? Kwa sababu kuna ile wanayosema ziko dawa zinatumika kulevya, lakini zina matumizi mengine mazuri kwa binadamu kama zitatumiwa inavyopaswa. Ni zote mkikamata mnateketeza? Na hii kwenye kutaifisha, mkitaifisha kwa mfano mali zile zinachukuliwa na serikali au zinakwendaje? Baada ya kuona kwamba wafanyabiashara wa dawa za kulevya unawakamata, unawafunga kifungo cha miaka 30, kifungo gani, baadaye wanatoka. Kwa hiyo ile mali wanakuja wanaitumia tena, wanarudi kwenye biashara ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tukaimarisha sheria yetu, tukaboresha sheria yetu kwamba mtu akikamatwa na dawa za kulevya pamoja na mali zake zote tunataifisha. Ndio tukaanza sasa huu mtindo wa kutaifisha, na kama mlivyosikia juzi tulitaifisha za mali za zaidi ya bilioni 3.3 za dawa za kulevya. Kwa hiyo ukishakamata mtu na dawa za kulevya, unafungua jalada linalohusiana na kesi yake ya msingi ya dawa za kulevya, lakini unafungua jalada lingine linalohusiana na utaifishaji wa mali ambazo zimepatikana ndani ya kipindi cha miaka 10. Yaani mali zako zote ulizozipata ndani ya miaka 10 zinakuwa ni zinataifishwa, zinahusishwa na kwamba ni zao la biashara ya dawa za kulevya. Zile mali kesi ya msingi ya dawa za kulevya ikishahukumiwa, inafuata kesi ya msingi ya pili ya mali ambayo na zenyewe zinataifishwa. Au ukikamata mtu ambaye yeye umekamata dawa za kulevya, lakini yule muhusika hujamkamata, pengine ametoroka au yuko nchi za nje, inaanza kesi ya msingi unafungua jalada la ile dawa za kulevya zikamatwa, lakini pia unaiombea mali zake ziweze kutaifishwa hadi hapo atakapopatikana. Sasa ukishataifisha zile mali, zinawasilishwa kwa hazina PST, ambaye ndio mmiliki wa mali za serikali. Zikishawasilishwa kule, yeye sasa anaangalia, anazipiga mnada
fedha zinaingia serikalini, au kama kuna mali ambazo zinaweza zikatumika kwa matumizi ya serikali, basi yeye ndo anatoa kibali zitumike kwa matumizi ya serikali. Kwa hiyo ukishataifisha unakabidhi kule. Sisi hatuna mamlaka kuzitumia mpaka tuombe kibali kwa PST. Kwa hiyo tunakabidhi kule, yeye mwenyewe ndo anazipangia matumizi. Oh, sawa. Lakini pia ukishakamata zile dawa, baada ya kesi kuhukumiwa, hakimu lazima mahakama itoe kibali cha kuziteketeza. Na wakati wa kuziteketeza, si ulisepeleka mahakamani, labda huyu mtu amekamatwa na kilo 500. Kabla ya kuteketeza zinapimwa tena kama bado ziko kilo 500. Na zikashathibitika bado iko vile vile kama ilivyo kwenye jalada la hukumu, ina maana pia mkemia mkuu wa serikali ana jukumu la kupima pakiti moja baada ya nyingine ili kuthibitisha hii ni dawa ya kulevya na si kwamba imebadilishwa. Okay, hiyo sasa ni kwenu, isije ikabadilishwa, pengine maafisa nao okay. Kwa hiyo baada ya kuthibitisha kilo ziko sawa, inapimwa pakiti moja baada ya nyingine. Mkemia anapima moja moja ili kuthibitisha yote isome. Kama ni heroin, basi zote zipatikane ni heroin, isisome tofauti. Ikisoma tofauti, ina maana tayari ni kosa lingine, ushaharibu. Kwa hiyo lazima tuangalie hii imeenda wapi. Kwa hiyo ikishapimwa yote ikithibitika, ndio sasa inateketezwa. Lakini pia kuna dawa za kulevya zinazoteketezwa kabla hata kesi kuisha. Kwa mfano mirungi. Mirungi kwa kuwa inaharibika, inaoza, huwa yenyewe kishafungua kesi ya msingi, unafungua pia jalada lingine la kuomba mahakama itoe kibali ya kuteketeza ile dawa kwa kuwa inaharibika, na mkemia mkuu anathibitisha kwamba hii haina uwezo wa kukaa muda mrefu mpaka kesi ishe, ya msingi ishe. Kwa hiyo hakimu anatoa mamlaka ya kuiteketeza. Lakini kuna dawa za aina ya methamphetamine, hizi synthetic drugs ambazo zinatengenezwa na kemikali bashirifu kama vile methamphetamine. Methamphetamine yenyewe huwa ikipata joto, ikikaa kwenye ujoto kwa muda mrefu inayeyuka, lakini ikikaa muda mrefu pia inabadilika rangi. Kwa hiyo mwisho wa siku ikikaa mpaka kesi ishe, ina maana haitakuwa tena kwenye umbo lake lile la dawa za kulevya. Kwa hiyo na yenyewe zile ambazo zinaharibika mapema na zenyewe zinaombewa kibali cha kuteketezwa kabla ya kesi ya msingi kumalizika. Kwa hiyo ziko aina hizo za uteketezaji. Lakini pia kwenye mashamba ya bangi, unapoteketeza mashamba ya bangi, uwezi kubeba magunia yote ya mashamba ya bangi. Umeteketeza ekari 1000, zote ubebe kwamba upeleke mahakamani, ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu ni mzigo mkubwa sana na wala hutakuwa na sehemu ya kuhifadhi. Tunachokifanya ni kwamba unafungua jalada la kuteketeza. Kwa hiyo hakimu anaenda kule kule kwenye shamba, anaona zile dawa zote zilizokamatwa na zilizofekwa. Kwa hiyo anatoa kibali pale pale cha kuteketeza. Kwa hiyo kile kibali, ile barua ya kibali na jalada na kila kitu na uzito inakuwa kwenye jalada kuonyesha kwamba huyu alikamatwa na kiasi hiki na kilishateketezwa, na hakimu anaweka sahihi yake, mashahidi wanaweka sahihi yake, lakini kunakuwa na picha. Lazima kuwa na picha za ushahidi kuonyesha kweli hichi kitu kilichokuwepo, inakuwa kwenye jalada, afu ndio kesi ya msingi inaendelea. Katika uteketezaji huo zote mnateketeza au kuna ambazo mnasema tuzibadilishie matumizi, pengine kwenda kwenye matumizi sahihi? Hapana, dawa zikishakamatwa kwamba ni dawa za kulevya zinateketezwa. Kwa mfano, ziko dawa tiba zenye asili ya kulevya ambazo zina matumizi halali hospitalini. Yes. Na kwa kuwa zinakuwa zimechepushwa, zimeingizwa nchini kinyume cha utaratibu na sheria, ni lazima ziteketezwe. Kwa sababu serikali ina utaratibu wake wa kuingiza dawa, kuagiza dawa kwenye chanzo kinachoaminika, dawa ambazo zishathibitishwa ubora wake. Sasa zile zinazoingia mtaani, huwezi tena ukatumia gharama kubwa kwanza kuzithibitisha, kuzipa ithibati, sijui kuona zinafaa au hazifai. Cha msingi zimeingia kinyume cha sheria, hazipo kwenye utaratibu wa serikali, zenyewe zinateketezwa kwa sababu tayari zishatumika kwenye mrengo ambao sio sahihi. Kuna mikoa ya kaskazini, wakati fulani ulizungumza mirungi hapa. Mikoa ya kaskazini, nafikiri Arusha, Manyara, Tanga kidogo na Kilimanjaro, wakati fulani inatikiswa na uingizaji wa biashara ya mirungi, usafirishaji ule kutoka nje. Kule mnafanyaje kudhibiti hilo?